Rais Samia Suluhu ametuma ujumbe mzito kwa Umoja wa Mataifa na ICC dhidi ya kuingilia masuala ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Naam, siku chache baada ya matukio ya Oktoba tarehe 29 mwaka jana, ujumbe mzito ulitolewa kutoka ikulu ya Chamwino ukiwa umefungwa kwa lugha ya staha na diplomasia, lakini ukibeba uzito wa kisiasa unaovuka mipaka ya ukumbi wa sherehe. Hotuba hiyo iliyosomwa katika sherehe za mwaka mpya wa mabalozi ilionekana kwa wengi kama jibu lililopimwa kwa mizani ya tahadhari kwa msimamo uliowekwa na Umoja wa Mataifa kuhusu mwelekeo wa demokrasia na matukio yaliyotikisa imani ya wananchi na macho ya dunia. Hakukuwa na kutajwa kwa majina, lakini kulikuwa na ishara. Hakukuwa na kukataa, lakini kulikuwa na mipaka. Na ndani ya maneno hayo kulifichwa mvutano kati ya hitaji la kulinda taswira ya taifa na wajibu wa kukubali uwajibikaji unaoendana na ahadi za mageuzi. Kauli hiyo ilianza kwa kukiri kuwa dunia inabadilika na chaguzi katika mataifa mbalimbali zimezalisha serikali mpya. Kwa nje hilo lilionekana kama pongezi za kawaida za kidiplomasia. Kwa ndani ilikuwa ni kauli ya msimamo. Mabadiliko ya kisiasa ni ya ndani na kila taifa lina njia yake. Ndani ya sentensi hizo kulijengwa ukuta wa heshima ya mamlaka, ukuta unaosema kuwa Tanzania inaheshimu maamuzi ya wengine na inatarajia heshima hiyo irejeshwe. Huo ndio msingi wa hoja nzima iliyofuata, diplomasia ya kuheshimiana, lakini pia ndio ukuta unaoweza kuzuia mwanga wa uwajibikaji unapojaribu kuingia. Ujumbe ulipoendelea ulitambua ustahimilivu wa kidemokrasia duniani, huku kikiri kuwepo kwa changamoto za ndani. Kukiri huku kulionekana kama hatua ya wazi, lakini pia kama mbinu ya kudhibiti simulizi. Kukubali changamoto bila kuziainisha ni namna ya kuonyesha unyenyekevu bila kufungua mlango wa maswali magumu. Na katika muktadha wa tathmini za kimataifa ikiwemo zile za UN, sentensi hii ilisomeka kama ombi la muda na uelewa. Mageuzi ni safari, si tukio. Tatizo linalobaki ni kwamba safari inapochukua muda mrefu bila alama za wazi za uwajibikaji, heshima ya madai ya subira hupungua. Historia ya Tanzania imetoa muktadha mpana wa kusoma kauli hii. Kuanzia enzi za chama kimoja hadi mabadiliko ya mfumo wa vyama vingi, nchi imekuwa ikijitambulisha kama tulivu na yenye utulivu wa kisiasa. Sifa hii imekuwa mtaji wa kidiplomasia na kiuchumi. Na hata hivyo, utulivu huo mara nyingi umejengwa juu ya udhibiti mkali wa siasa za upinzani, sheria zinazoelemea mamlaka ya dola na matumizi ya vyombo vya usalama kama nguzo ya kinidhamu ya kisiasa. Na katika vipindi vya uchaguzi ama vya chaguzi, madai ya kuingiliwa kwa mchakato, vizuizi vya mikutano na hatua kali dhidi ya wapinzani yamekuwa yakirudia. Matokeo ya Oktoba tarehe 29 yaliingia katika mfululizo huu yakivuta tena macho ya dunia. Ndani ya hotuba kulikuwa na kusisitizwa kwa mfano wa makabidhiano ya amani katika mataifa rafiki. Hili lilionekana kama kuonyesha nia ya kujifunza, lakini pia lilituma ujumbe kwamba Tanzania inachagua kasi ya mtindo wake. Kauli hii inapoangaliwa na kwa macho ya kihistoria inaendana na mkondo wa sera za ndani zilizopendelea uthabiti wa juu kuliko ushindani wa wazi. Ni mkondo uliolindwa na marekebisho ya sheria, usimamizi wa vyombo vya habari na uamuzi wa kisiasa unaotanguliza utaratibu kuliko mjadala mpana. Mahusiano ya Tanzania na jumuiya ya kimataifa yamekuwa yakipitia vipindi vya joto na baridi, na katika miaka ya karibuni tathmini ya mapendekezo kutoka UN na taasisi za haki za binadamu yamegusa masuala ya uhuru wa kiraia, mazingira, uchaguzi na nafasi ya upinzani. Jibu la ikulu Chamwino alikukatiza mahusiano hayo, bali liyapanga upya kwa mstari wa heshima ya mamlaka. Ni diplomasia ya kusawazisha
kushirikiana bila kuonekana kunyenyekea na kukubali mazungumzo bila kuruhusu shinikizo libadilishe mwelekeo wa ndani. Hata hivyo, diplomasia inapokuwa ngao, wajibikaji hupata tabu. Kauli ya kuheshimiana inakuwa imara zaidi na kuunganishwa na hatua za wazi ndani ya nchi. Na bila hilo, dunia husoma maneno, lakini wananchi husoma vitendo. Ndani ya nchi, kumbukumbu za kukamatwa kwa wanasiasa, kufungiwa kwa mikutano na mazingira yasiyo sawa ya ushindani wa kisiasa bado ni hai. Na katika mazingira hayo, hotuba ya staha haiwezi kufuta hisia za hofu na kutoamini zinazojengwa taratibu. Athari za kauli hizi zinaenea zaidi ya diplomasia. Kwa wafadhili na washirika wa maendeleo, ujumbe wa heshima ya mamlaka huambatana na maswali kuhusu matumizi ya rasilimali na uwazi wa mifumo. Kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika, kauli ya Tanzania inaweka mfano wa jinsi nchi zinavyoweza kujilinda dhidi ya shinikizo huku zikibaki mezani. Mfano huu unaweza kuhamasisha uhuru wa sera, lakini pia unaweza kudumaza juhudi za pamoja za kuboresha viwango vya demokrasia ya kikanda. Kwa vyombo vya habari na wanaharakati, hotuba hii ni changamoto ya kusoma kati ya mistari. Inadai weledi, uthibitisho na ujasiri wa kuunganisha maneno ya juu na uhalisia wa chini. Na ndani ya mjadala wa umma kuna hatari ya kuridhika na lugha ya heshima na kusahau hitaji la mageuzi yanayopimika. Ndiyo maana mjadala wa Oktoba tarehe 29 haupaswi kuzimwa na sauti za diplomasia pekee. Unahitaji uwazi wa uchunguzi, uwajibikaji wa kisheria na marekebisho yanayoonekana. Kwa upande wa serikali, kauli ya Ikulu Chamwino ilikuwa ni jaribio la kulinda taswira ya taifa bila kuvunja madaraja. Lakini kulinda taswira si sawa na kujenga imani. Imani hujengwa kwa kuruhusu uhuru wa kisiasa, kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki, na kuwapa wananchi uhakika kwamba sauti zao hazitapotea kwenye kelele za taratibu. Na bila hayo, diplomasia hubaki kuwa kifaa cha muda, si suluhu ya kudumu. Mustakabali wa Tanzania unategemea zaidi ya maneno mazuri mbele ya mabalozi. Unategemea uamuzi wa ndani wa kukubali kwamba heshima ya mamlaka huimarika inapochangiwa na uwajibikaji, si inapofichwa nao. Ukimya, hofu na kuridhika na lugha staha kunaweza kuahirisha mgogoro, lakini hakufuti. Kadri dunia inavyozidi kuunganishwa na taarifa, simulizi ziweze kudhibitiwa kwa hotuba pekee, na Tanzania ina nafasi ya kuchagua kutumia diplomasia kama daraja la mageuzi ya kweli au kuiacha iwe kioo kinachoficha nyufa. Chaguo hilo ndilo litakaloamua kama heshima ya kimataifa itakuwa matokeo ya uwazi wa ndani au kivuli cha hofu kinachobebwa kimya kimya kuelekea kesho isiyotabirika. Ndio hayo kwa leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na kutembea kwenye safari hii ya kujenga ukumbi huu ama platform hii ya channel hii. Kumbuka, waweza kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile vile waweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tunapozileta hewani. Unachostahili kufanya ni kugonga alama ya kengele ili uwe ukipata notifications kila wakati.